Watakwambia kwamba inakuwa kama kawaida. Yaani ukiniona hapa kama kawaida unajua kwamba ni mgeni upi ambao tuko naye. Ni Amaika TV, sio Amaika Magharibi. Unajua siku zote wanasema kwamba ukizoea kufanya kitu fulani au jambo fulani lazima utakuwa unazungumzia kila wakati. Lakini ndani ya Amaika TV tu kama kawaida tupo nayo mgeni wetu wa leo, lakini bila kusahau kwenye ukurasa wa Facebook enda pale tafuta Amaika Media, Amaika Radio. Nenda pale follow pia YouTube na Amaika TV, Amaika Entertainment, Amaika Radio. Utakuwa unapokea vipindi kabambe sana ndani ya Amaika. Nakwambia kwamba 88.4 kama kawaida hapa mkoa wa Magharibi. Na leo hii kama kawaida kwenye mkono wangu wa kulia ama ni wa kushoto. Na mkono wangu wa kushoto nipo na mgeni ndani ya studio ambaye nataka tupige naye story angalau mwisho siku tujue yeye ni nani na ni kipi ambacho anajishughulisha nacho. Lakini mazungumzo tu, si kwamba tuko kwenye interview kubwa. Hapana, ni mazungumzo ya hapa na hapa. Angalau kujua kipi ambacho anajishughulisha, ametokea wapi na hapa town anafanya nini. Vipi nakuaje? Go fresh kabisa. Bana, unajua mtu atakuona aulize leo jamaa Pepo Chitiri kamwalika nani leo? Vizuri ungewakumbusha kwanza tuanze kupiga story. Yo, what's up 254, what's up Kenya, it's your boy J Stana. Kama kawa unajua. Yani hivyo tu. Hiyo hata sauti ukisikia ni sauti itakwambia. Stana. Hali inakuwaje lakini? Aliko fresh. Kusukuma tu muziki hapa na pale. Shughuli za muziki hapa na pale. Unajua wengi watashangaa sana. Stana ni mzaliwa wapi? Amelelewa wapi? Mazingira yamekuaje? Stana ni mzaliwa wa Kakamega. Lakini kuna roots za Coastal huko. But mimi ni mtu ana move. Sikaangi place moja yani. So niko na ule mtu anatembea kiokota habits huku na huku. So hiyo ndio Stana. Huyo ndo Stana. Kulelewa kuzaliwa ni Mkakamega. Kuzaliwa ni Kakamega ni kubwa. Kakamega ni kubwa. Amalemba. Nimesoma Malemba. Kuna jamaa anatoka pale anaitwa Brian Lishenga. Anaambia kwamba atoka pale Malemba. Anasema kwamba yeye ni senator incoming. Yeye ni senator incoming. Anaweza. Watu wote wa Musingu ya great people. Pia umesoma pale Msingu? Yeah man. Umesoma Msingu. So Stana kwa majina kamili. Angalau mtu ajue, unajua Stana, mtu akisikia Stana lazima atajua kwamba hii ni stage name. Jina lako kamili watu wanakujua kama ama lile la M-Pesa basi. Lile la kupokea mihela, jina ya M-Pesa. Jina ya M-Pesa wewe nitumie do utaiona. Nitumie pesa utaiona. Kwa sababu wengi watashangaa sasa. Okay, sasa Stana ni msanii na ni kijana ambaye wengi wanashangaa usanii amekuwa kwa secular, gospel ama yuko kwenye ohangla pengine ama hip hop, dancehall. Stana ni msanii ambaye anaventure sana kwa muziki wa aina gani? So Stana alianza kama dancehall artist. Hiyo time sikuwa na record. Nilikuwa naimba but sikuwa na means za kuingia studio ama nini. Nilikuwa shule bado. After dancehall ability ya rap na hiyo passion ya rap ikakuwa more, unaona. So nilianza na rap but gospel. Hiyo time 2016 huko 17 industry ya gospel Kenya ilikuwa industry ya gospel Kenya ndio ilikuwa imeshika. Like industry ya gospel ndio ilikuwa everything Kenya yani. Hata my events zilikuwa za gospel ndio zilikuwa all over tuseme. So kusikiza kina J-Farm, kina nani, kina Ekodida. So nilianza rap na gospel. Plus hiyo time pia hiyo time pia nilikuwa kijana mzuri.
Lakini saa hizi kijana ali change. Bana so after hapo sasa ndio nikaingia sasa kwa secular sasa. But sasa after some years when nilianza kufanya music professionally nikaamua nisidelimit ati mimi na rap tu ama nafanya nini. So genre yoyote ya music mimi nafanya. Of course rap ndio the main yani. But hata ukileta Lingala, rumba nini unazipiga. Sitaimba kama Fally Ipupa but nitaleta hiyo aspect ya rap kwa hiyo rumba ama kwa hiyo bongo, kwa hiyo Lingala. Na umenikumbusha vizuri ukasema kwamba mambo na rumba, kuna huyo mwimbaji kutoka Kenya ameimba kibao cha Mayday. Namkumbuka akisema kwamba Rachel. Na pia yule bila aliupa tu akasema kwamba lazima leo pia sisi wasanii wa Kenya tunaweza sikika katika rumba mpaka vijana mpaka kule Kongo na mvulia kofia. Sana kuna vitu ambavyo pengine mwisho wa siku tuseme kwamba tuweze kuchambua kidogo. Kwanza ukianza muziki ulianza ukiwa high school na ulikuwa mwaka gani? 2016 hiyo time sasa ndio obviously nilianza kuimba nikiwa hata primary, but hiyo ilikuwa tu ile jokes ya ama acha niseme watu ndo walichukulia jokes. Juu ile mko hapo kuna mwenye anagonga loka alafu wewe nayo unaimba sasa. Wewe unaimba, so yeye nika producer amekuwekea beat alafu unaimba. But obviously hiyo time si ya watu wanaona hii jokes nini. But sasa venye nilikuwa form 3 watu wa Coca-Cola walikuja shule. Na hiyo time Coca-Cola ilikuwa inakuja kwa opens za shule. Semeka si tulikuwa na Musingu opens. Kwa hiyo open sports zote, hockey, football, rugby, nini, badminton, yani hiyo siku, na kama ni hapo opens shule zote za region, kama ni Western region zinakuja hapo. So watu wa Coca-Cola nini walikuwa wanatumia opportunity kujibrand pia, kujiuza. So walikuwa wanakuja na lori zao na set stage hapo nini. So venye walikuja ka set stage, nikaona madansa. Juu hiyo time dancers ndo walikuwa wanapewa priority. Madansa wameenda hapo wamefanya mambo yao nini. Kidogo nikasikia tio nani anaweza rap nini. Nikaona kuna kijana alienda hapo akarap, mwingine akafuata. Mimi nikajipeleka, sikuwahi kwa nimepanda stage na watu wengi hivyo pia. Crowd ni mwiko mob. Nikaenda, sikuwa na ngoma yangu nimeandika. So nikaimba ngoma ilikuwa inaitwa Versace. Ya Drake na Migos. So hiyo ngoma ilikuwa na speed fulani yani. So venye nilipiga hivyo, audience ika go crazy nini. Nikapewa awards hapo na first performance. Na ni hivyo tu. Na hivyo tukatoka. Na ni hivyo tu, tangu hiyo siku hakuna mtu ashainiita jina yangu ya ID shule. Kwa tu eda msanii ama yani sasa hii wakati unachukua hiyo umepewa award baze big up kwanza hiyo 2016. Ili jina Stana lilikuwa limeanzia wapi? Jina Stana. So Stana ilitokea kwa performance yangu ya pili. So hiyo time kulikuwa na ngoma ya Designer, Panda ilikuwa imetoka. So alikuwa na hook alikuwa anairudia mara 7, panda. Na mimi pale so niliamua ku-rewrite hiyo ngoma. Ni kama nitumie hiyo beat na hook yake, but ni rewrite venye mimi naitaka, unaona. So venye rewrite badala ya Panda nikaeka Stana. Juu stunning ni tuseme mtu ametokea huko, amesteal attention yote, huyo ni Stana. Stana zoka uchukua sasa kutokea hapo. So venye nilikuwa naimba nikirudia stage, Stana. Hiyo jina saika baki tu hivyo. Watu sikuwa nimejiita Stana hiyo time, but venye niliperform hiyo ngoma
after hapo sando watu wakaanza kuniita Stana na hiyo jina ikabaki tu hivyo. Sasa angalau mwisho siku tunaweza kupata jina la Stana limetokea wapi? Kisha kuna jambo ambalo lazima nikuulize. Familia ya kwako ilikuchukulia vipi? Manake kijana ameenda shuleni, nasikia anafuruga shuleni na mangoma. Ni tricky. Acha siku hizi venye parents wako supportive. Sahii mtoto akisema nataka kucheza mpira, wanambaia mpira. Wanampeleka hadi kwa uwanja, wanambaia jezi ya Man U, Arsenal. Si bana, ulikuwa unasema unataka kucheza mpira, wanakupiga makofi, pea kitabu hapo usome. So hata story ya rap na usanii nilijiekea tu. Mabrondo walikuwa wanajua tu, but me so venye nilileta polepole na kitu iliokolea ni nilikuwa drama shule. Nilikuwa drama, so mzee alikuwa anakuja time ya hizi manini za wazazi hizi zile visiting za hapa na pana mikutano nini. So kwa meetings most tunapata wametuambia tu perform ka play nini. Sasa siku moja bana kwa after play ananiambia shika mic perform. Nikaperform lakini na kauoga fulani. Mzee hayako pale. Mzee ako hapo na gazeti yake na maji ya chupa. Najua visiting. Kabisa. Mkoro ilikuwa akikuja amekuja na makaratasi mingi. Wewe unajua hii ya dori kama sasa tuone mzee wenye yako. Mzee amekuja na the standard hapo na maji ya chupa. Nikamuona tu amebonda from a distance. Anakuangalia from angle. Kumaliza after hapo time tunakutana wazazi nini sama swali zikaanzia hapo. Mimi hapo nikamwambia hivi ni part of drama. Acting tu. Kajaribu but nikaona hakufurahia. But after hapo after high school sasa kuna ngoma tulitoa ilikuwa gospel, ilikuwa inaitwa Papa God. Hiyo ngoma tulitolea audio hapa Kach, video tukaenda kushutia Nairobi nini. But sasa yeye aliona video yenyewe after 9 months hivi na alitumiwa link na mtu wa familia aunti yangu fulani. Tumiwa link nini. Nikashangaa all of a sudden ameniita ati hii ni kazi mzuri bwana nini. Nikashangaa mzee anakuambia aje nini na happen. Kwani amechange aje bana nini na happen. So nilishindwa kuelewa hadi leo sielewi, but after hapo akaanza ku accept tu pole. Sasa hiyo ngoma ili mwaka gani huo kurekodi ngoma yako ya kwanza? Sasa baada ya kurekodi hiyo Papa God yenyewe unasema hii ni mwaka gani? Papa God ilikuwa 2018. Life Mzaya akasema kwamba Bingwa kijana unakipiga mwingi kwa sawa jikaze. Katika ngoma zako ambazo umezipiga angalau mwisho siku mtu atakuja kujiuliza na huyu Stana akipiga hizi ngoma ni msanii ambaye ameshakuwa katika industry, kama anasema kwamba watu waseme kwamba ni miaka sasa hivi miaka 8 miaka 8 kwa industry. Je, unaona kwamba kuna kile ambacho unasema kwamba ile the welcoming ya songs zako tu sasa overall zako kibinafsi, maana najua pia kuna pengine collab ulishaipiga lakini sasa zako binafsi sasa kama mafans wako sasa wanakutambua kivyako, fan base yako most ilikuwa inategemea wapi ama ilikuwa inatokea maeneo gani? Fan base yangu in terms of location location tuone wale wasanii watu ukienda kwa mtandao wako waangalie location imededicate pengine ama kama Kakamega ama Coast. So fan base yangu most iko Nairobi.
juu after high school watu wengi wanaendaga Nairobi. Nao ndo watu walikuwa wamenitambua since back then. So nikituma links nini hata ukienda kwa hiyo nini ya YouTube ama Instagram inakuonyesha ya kwa insights location Nairobi ndo wako na views mingi. So I guess tu ni juu watu tulisoma nao most wali relocate huko. Stana, kwa muziki wako ambao umesema kwamba ni rap, ndio hilo unapiga rap, lakini hata gospel unaweza ipiga. Nikuulize vipi ndugu yangu, manake tazama kwamba saizi vijana Gen Z wasikilize muziki bana, wanasikiliza ile muziki ya papa mbio. Sijui wewe muonekano wako ni upi? Kuna uwezekano kubadilisha style ama style yako ishabaki ndio hiyo ndo stamp ya kwako? Kufuata trends si mbaya. Lakini saa trends ni trends tu, zitakuja kazi imeenda. Mimi na stick tu na originality yangu. But diversity yangu inani make. Sema kama Abanton ina trend. Si ati nitaingia kwa style ya Abanton. Nitaimba style yangu but kwa beat ya Abanton. Unaona? So sitakuwa nimefollow trend exactly, but nitakuwa bado na keep up. Sitakuwa na follow trend but nitakuwa na keep up na hiyo trend. Na hiyo trend. Sijui kama unanipata. Nimekupata kabisa. Ukishaanza ukishabadilisha style yako itakuwa ngumu ukianza kufollow trends utapotea. Utapotea true. Itakuja inaisha. Utapata umeingia kwa gengeton, ile style yako ya before utaisahau. Gengeton ikipotea utakuja kwa Abanton. Alafu ile style ya gengeton inapotea, Abanton inakuja. In short way, Afrobeat ikitrend sahi utaimba Afrobeat. Kompa ikitrend sahi utaimba kompa. Ambapo fans hawatapenda sound yako kwa hizi nini zote. Utasema wewe ulikuwa naimba genge vizuri. Hii Abanton nachia vijana wadogo. Ulikuwa naimba kompa fiti. Afrobeat achia wanaija, unaona kitu kaa hiyo. Kwa vizuri sana. Mtazamaji, tunazidi kupiga story naye bingwa mwite Stana. Baada amesema kwamba ukitaka kujua jina lake vizuri basi cheza na upande wa pili. Mihela muhimu. Ndani ya Amaika TV kama kawaida, nakwambia kwamba ni wasanii ambao wanatokea hapa eneo la Kakamega na pia vile vile mkoa wa Magharibi. Manake hatujamfungia mtu nje. Hata tuseme kwamba mtu ametoka Busia, mtu ametoka Bungoma. Tunazungumza sana, tunapata kuona kwamba pale safari yako ya muziki ilianzia, ambapo anaeleza pale Stana sababu kwamba safari yake ilianzia pale primary, baadaye high school, mwisho siku ndio hivyo basi akasonga. Na angalau nimuulize Stana, kuna ngoma yako moja ambayo umeifanya ambayo imekutoa market sana, imekutoa mpaka watu wakajua, ni ngoma ipi hiyo? Nilifanya watu wengi wakanijua. Ilikuwa collab actually. Collab. Tulimba na Darkman FTG. Ni jamaa anatoka Coast. So hiyo ngoma tulipiga hapa Kakamega, yeye akaenda nayo Coast. Ilikuwa tupatane tupige video but mambo ya unavoidable circumstances. So alipiga video but alipiga saa peke yake, unaona. Pati yangu aliweka tu, kuna venye director alicheza kie. But saa hiyo ngoma ili trend Mombasa vibaya sana. So wananiambia hata saa hii ukienda kwa sababu kama inapatikana vizuri sana. Watu najua wenye wanasoma Coast hiyo time walikuwa wananipigia, nasikia ngoma yako KBC Radio. Ujue Coast nini, KBC Radio inasikizwa sana. True. Kwa sababu kuna ile Pwani FM. Pwani FM. So alikuwa anacheza hiyo ngoma karibu kila morning. So sema location ndo ili limit, but alipata mashow huko na hiyo song yani. Alipata paka endorsements na hiyo show. Na hiyo ngoma. Na hiyo ngoma yako hiyo. Na hiyo ngoma. So mimi nayo juu ya circumstances fulani. Nilikuwa area nyingine tofauti. But hiyo ngoma
ilipiga. Sasa katika endorsements umeniambia pale, turejelea pale kwenye endorsements. Alipata endorsement mingi, kaenda kwa shows akapata do. Kulikuwa kuwezekana kwamba anakupea kitu akipiga shughuli au manake tayari mnatumia ngoma ni moja ile. So akipiga ngoma lazima atakuja kusema nini? Atakuja kupeana, atasema kwamba hii ngoma yangu nilipiga na jamaa fulani. Ulikuwa unapata mihela ama alikuwa na nini peke yake? Hapo saa tuseme ukweli, mihela alikula peke yake. But hapo makosa si yake. Makosa ni yangu, unaona. Juu hiyo time tulikuwa tunapiga tu muziki, unaona. Ilikuwa umeniita tufanye collab, tumeingia studio, tumeimba, tukashoot video, mwenye ana upload kwa channel yake upload, unaona. But after hapo ndio tulikuja tukalan mambo na kuna agreements, kuna contracts, kuna rights, nini unaona. Unajua yeye alichukua rights. Yeye alikuwa na rights obviously zote juu the producer ndo alibaki na master. But sasa after hapo ndo tulikuja kujua that kuna percentages nini that mnaelewana na producer na msanii, unaona. Kama producer ndo amewafanyia song, mnaweza amua yeye ana own, either ana own hiyo beat, but ni mna own the master, unaona. Ana own beat kumaanisha anaweza uza beat ama anaweza ipost kwa streaming platforms akulie kwa hiyo beat, unaona. But ngoma yenyewe the master ni na own, unaona. Either sasa wewe unachukua rights za video, unaona. Wewe ndo unaiweka YouTube yako. Yeah, true, but mazungumzo kwa streaming platforms sema Spotify, Audiomack, ndo na ion. So hiyo time sikuwa na knowledge, unaona. Jamaa alijaruka mapema. Kukosa information ni mbaya. Kukosa info ni mbaya, by the way. So hapa tuweze kidogo angalau msanii unajua siku zote akija hapa mpaka tupe kionjo cha usanii tujue tumepiga story yake sana. Before niseme kwa atuambie changamoto yake moja na pengine kitu kile sema kwamba big achievement yake. Tupe hata kapela kidogo ya Stana. Kapela. Unajua ile ngoma unasema kwamba unaijua sana. Okay, ngoma yako na unasema kwamba hii ni yangu. Napenda hii ngoma hata kama si nini. Ngoma ziko mingi, acha zibaki YouTube. Chani wape freestyle tu. Kamera yangu ni gani? Kamera yako ndio hii hapa, wewe itazame alafu kisha upige. Yo, nadai kuroga na misi Mkamba na pia misi Mkisii, ban for ban na misi Lil Baby, pia misi Central C. I'm just a guy from Kakamega but nadai kwa legacy, bidii na jua ni lazima daily, jua tuishi kwa fantasy. The Lulu is not so Lulu, maybe kako state mtoi wa Uhuru, rigadi Gachagua maano Iguru, ni lazima tuforce to play kwa Mbulu. Mini millennial au mini Gen Z, ni ngumu kujua hizi enzi na nikisota siwezi kuwa pedi, maybe natoke kapa Pastor Mackenzie. Mindo nilimba mapenzi kishenzi, nikambaga benzo na bima, sijui mbona siku tajadi Bentley, nilikonfusiwa na mama pima. Life ni short my ninja, so kumedi daily lazima, nadai kuomoka but nikana fungiwa na nguvu za giza. Kisa sijui upana urefu na sielewi kina, kiza kinene lazima tuzidi pray my ninja. I'm not a good person, missing poa so mwache kunisuka daily, najua wazee watabambika nikiwa, so pray for true love daily. Ayo man, mwite Stana man. Unaroga by the way. Na sijui kipi ambacho kinakufanya pengine mwisho ngoma yako kutoa mwisho ilikuwa lini? Ngoma ku-release mwisho. Release. Ni kitambo. The been minute ilikuwa for long, ndio? Yeah, 2024. Na reason ni after kulani hizo story na copyright nini. Sasa sitaki ku-release tu ngoma hadi juu nime-release. Nataka ni release na strategy. Ni release nikuwe na marketing strategy, venye video inasonga, venye audio inasonga, streaming platforms nini kila kitu. Nikuwe sure ni mimi na on. Unaweza kuwa na ngoma imetrend, watu wanasikia kila mahali. Kipi nitakwambia? Lakini example ni Toxic Lyrically. Toxic by the way. Ngoma yake Chinje. Alitumia beat ya dancehall, beat ya wenyewe, si ndio?
So ngoma ikatrend lakini wenye after ngoma imetrend imefika over 10 million views. Wenye ngoma wenye beat yani wakakuja sasa na stories za copyright. Walisheka copyright claim YouTube, alafu sasa wakakuja sasa personally na lawsuit manini, unaona. So ikabidi wameelewana pia ndio kaachilia. Kaachilia 70% kama 60. So imagine 60% kwa pesa unapata. Hiyo si pesa mingi sana. Imeenda tu hivyo. Naona kula tu 40. Naona kula tu. Unaona? Unaweza kuwa hata umeremake insta, lakini mtu akiclaim that huyo hakuni contact in any way, ndio akasample bit, hiyo ni case already ya true. Na mostly sahi beats most sahi ni sample, unaona. Hata unaweza enda producer kupe beat, kumbe ni sample, wewe hujui. Anataka do. Anataka do. Una release ngoma nini, ngoma ita trend, alafu ikisha trend mwenye beat sasa ataikuja. So nime release ngoma, but ngoma nime release hii mwaka last year ni collabos na Cyphers. So si ati kazi ya iko online, kazi iko, unaona. Ukitafuta Destana niko very active. Basa collabos na Cyphers. But projects zangu personal sahi si release to release. Bado angalia. Yeah. So kuna kitu ambacho Stana saizi mtazamaji atakuwa anajiuliza, hata kuja angalia sema kwamba Stana, maisha yako umetuelezea changamoto za hapa na pale mingi tena. Changamoto ipi ambayo ilishai kupiga kabisa mpaka Stana karudi nyuma? Kando na muziki, ndani ya muziki, mpaka kujua kwamba hii imeisha. Kwa muziki changamoto ni mingi. Kwanza time nilikuwa naanza tuseme hiyo period ya 2018 2019 na hapo before COVID tuseme. So before COVID kulikuwa na ile aggression fulani yenye tulikuwa nao kama wasanii sana huku Kakamega. Ile yenye wewe unataka tu kuperform yani, unaona. Unaenda hata ukipata lori ya Geisha imesimama hapo wana advertise sabuni zao. Unaitisha mic unaambia ni aje nipende perform. Mimi ni msanii. Ukipata Kiwi wanajininia hapo na lori yao, hata watu wa county wakipita na lori yao. Unaambia nipe mic, unaona. So hiyo time unapata sisi tumejituma hivyo, unaona. Lakini saa ma MC walikuwa na tu ni kuandamine, ndio. Walikuwa na tu undermine juu ya hiyo story juu si tulikuwa tunataka tu kuperform. So kuna venye waliona ni kama watu wako desperate ama nini. So ulikuwa unaenda unaomba show hata kwa lori ya nini. Unasikia MC amekwambia ngoja paka unasema sasa jua ni kali, umesimama hapo saa 6 mpaka saa 9 hujaperform bado. Ngoja. Kuna event hapa golf nini. The whole time MC anaongea tu, hata vitu hazi make sense. MC anataka tu aongee yani, asikike. Ambapo angekupea hata 5 minutes ungekuwa usha perform umeenda, unaona. Whether or not watu watabambika, hiyo ni up to fans wa decide, unaona. Bora tu chenye msanii anaimba si kitu inappropriate yenye tuseme lugha chafu yenye itafanya watu waangalie upande. Yani bora tu content ni clean na nini, unaona. Si unapatia mtu show. So hiyo ndio ilikuwa changamoto. Ulikuwa unaenda pale MC wanaku ngoja ama wengine wanakuturn down. Wengine wanataka wapeka kitu. Wengine wanataka niambie ni aje nakupea pesa ndo nibambe audience yako. Kumbuka wewe MC wewe ndo umelipwa kwanza unini. Wewe ndo umelipwa ufurahishe hii audience. Si mimi nimelipwa nifurahishe hii audience. True. So mimi nikwambia unipe show na kusaidia kwanza kufanya kazi yako, unaona.
So hiyo ndo ilikuwa challenge hiyo time, unaona. But sasa siku hizi after kujitambua, siku hizi hakuna msanii anajipeleka ati yo nisaidie mic, aje ni perform hapana, ati yo nini. Siku hizi bana, siku hizi hata wasanii wameanza jana wanajua hii kitu. Hakuna kuenda kusimp kwa MC ama kwa promoter ati yo saidie. Siku hizi ni kuelewana. Event ni yako. Mimi nikikuja kuperform mimi napata nini? Unaona? True. Niambie kitu ina make sense ndo nikuje ni perform, unaona. Sikuji hata kama watu ni 10,000 ndio watanijua, lakini mimi si perform tu. Tuna perform angalau mwisho at the end kuna ile angalau appreciation. Si ndio? Sasa kuna TikTok, kuna YouTube, kuna IG. Kama nataka watu wanione sina post najipost. Algorithm ni crazy. Unaweza post leo upate 1 view, kesho upate 10,000 views. True. Kesho wengine upate 0, kesho wengine upate 1 million. Unaona? So mbona nikuje nisumbuane na wewe ni kulambe hapo niombe show na naweza kujifanyia mwenyewe. Naweza jifanyia mwenyewe, unaona? So ni hivyo. So challenge main ni sahi kama mimi last year ni ile tu online niko consistent, ukienda TikTok, Instagram, Facebook, una post reels daily, ma freestyle nini, unaona. So watu wanaku approach, unaona. Juu watu wanaona, mtu akiona hii video imekula kama 100k views, unaona. Na comment section iko crazy. Watu wanaku approach ati ni aje. Tunataka tufanye kazi nini. So last year kuna lebo kubwa ili approach, unaona. Kanilipia fare, tukaenda Nairobi nini. Meeting ya kwanza ikakuwa fiti. Ikakuwa fiti. Nikarudi hivi. Yaani walinilipia fare, kwenda kurudi, food, kila kitu. Na nikatoka na za macho pia. Meeting ya pili same very nice. Meeting ya tatu tukaenda tukakadi kwa boardroom nini. Nikarudi after some months wakatuma hadi contract, unaona. So hapo si ujue already kitu kama hiyo, hata we kama media personnel unajua. True. Tuseme fami ku approach sahi, unaona. Obvious sahi uko wa Maika, ndio. But tuseme watu wanaweza ku approach wengi media nyingine ama nitakaza kuchukua kutoka kwa kwenda. Umependa kazi yako yenye unafanya Maika. True. But sasa sisi tunakutaka. Unaona? Wanaleta offer on the table, unaona. Wanakutumia hadi contract. Don't let after hadi lawyer wakupitia contract ndo ni make sure vitu ziko fit. Hai. After hapo wadau wakaingia nyasi. Wallahi. Hadi leo. Umemaliza finalize kila kitu, unaona. Unajua hapo ukishaona kitu ni serious hivyo, si obvious kama ulikuwa na plans zako zingine. Kuna venye utaziweka pending ukijua. Ni hii tu ndio nimefocus nayo. Sasa unaona kuna venye pia alikurudisha nyuma kidogo ilinirudisha nyuma kidogo, no? So challenges zina grow. Unaona hapo before COVID tulikuwa tunangangania stage, unaona. Sai struggle iko ni kujua nani nini ndani ya mtandao sana. Na watu wanaku approach. Struggle ni kujua pia nani yako serious na nani hayuko serious. True. Watu walikuja kina Jimwat na ule mshalimbaga Pilipili. Suna watambua. Pilipili paka saizi yuko. Pilipili na Jimwat walikuja Skies 9 huku chini. Pale chini kabisa. Wakatuita. Tukaperform tena, tukakaa nao hapo, tukaingia kwa VIP ya Skies 9 huko, tukapiga story. Hai ma promises, so nini wasanii wakali, sijui tunataka nini na nini. So challenges zinazidi kugrow. Sai unapatana na deals, lakini deals zenyewe hazigo through. Niseme aje, ni kama unaona kuomoka hivi, lakini mwisho siku kuomoka na kupigia imesimama straight hiyo kidogo na kupigia kona. Unaona pesa hivi, lakini so challenges zina evolve pia venye time inasonga. So
Hivyo basi tutakuwa tumezungumza tena, najua wakati mwingine tutazungumza naye. Lipi ambalo utakuwa unaambia mtazamaji la mwisho ukifunga kabisa? Mwambie kwamba angalau mwisho wa siku atupia vile tutupe handles za mtandao zako tuweze tukifunga kipindi chetu. Ni muendelee kunifollow. Muendelee believe, unaona. Usanii haina rahisi. Usanii ni kama politics, unaona. Lazima uinvest. Ni venye politics mtu anapatanga, mtu anaweza pata sponsor ama kwa amejipanga na pesa mapema ndo aeke huko, unaona. Usanii bana unaweza toa hata soul yako. Ni mbaya. Kusell soul si ati hiyo yenye watu wanasemanga Illuminati. True. Kusell soul yako ni ile yenye unaweza fanya kila kitu kwa sababu ya usanii. Juu ya usanii, unaona. Na ni si kitu mzuri. Haifai. Hata ukuwe na passion aje, haifai ukuwe juu kama unaweza jitolea kitu yoyote kufanya kitu fulani. Na maanisha hiyo kitu iko na power over you. True. So kila mahali Jstana, TikTok, Facebook, Instagram, Jstana. JAYSTUNNA. Yeah man. So hivyo mtazamaji, unasikia kwamba story yake imekuwa ni ngumu baada ya kustruggle maisha hapa na pale, kaja kwamba anapiga shughuli za hapa na pale, lakini mwisho wa siku mambo yanakwenda hivyo, lakini bado ameshikilia kwamba yeye anapiga muziki na bado yuko hapa. Tena pale kwenye mtandao zake utakuwa unamtafuta angalau mwisho wa siku ukampatie support ya kwako. So kutoka hapa sina la ziada, nakutakia tu wewe mtazamaji kuna kipindi chema, ama basi ukiwa pale nyumbani angalau mwisho wa siku ukitafuta pale Amaika Radio ni 88.4 kama kawaida, na pia vile ukienda pale kwenye mtandao wa Facebook Amaika Media utakuwa unatupata moja kwa moja. Nahodha amekuwa mie Papa Chiteri, kama siku zote nakwambia kwamba this is Kakamega's finest, the best of the best. Mpaka wakati mwingine inshallah.